wa Mungu kwanza ni mwanamke. Wakati Mungu anajenga ulimwengu, alipanda mtunda wa baba wa Waafrika wa mwanzo kwenye eneo linalostahili kuwa nyumbani kwa Waafrika. Pia Mungu alipanda mtunda unaoitwa baba wa wazungu wa kwanza kwenye eneo linalostahili waishi stahili uwe nyumbani kwa wazungu. Pia Mungu aliupanda mtunda unayoitwa baba wa Wahindi wa mwanzo kwenye eneo linalostahili kuwa nyumbani kwa Wahindi. Pia Mungu alipanda mtunda wa baba wa China na Wahindi kwenye maeneo yanayostahili. Baada ya hapo Mungu huyu kwanza ni mwanamke, ana uzito wa kilo 10,500, rangi yake ni nyeupe, anatoa nuru kweli kweli, hata pakiwa na giza anakuja nuru. Mungu ana sababu ya taa, anakuja nuru. Kwa hivyo huyu Mungu alichuma majani ya mtunda wa mti wa baba wa Afrika, akajipaka kwenye mwili wake, kisha Mungu akawa Mwafrika. Kwa hivyo yale majani yalienda kumbadilisha Mungu, yakamfanya kuwa Mwafrika. Kisha Mungu alichuma matunda lile akala. Kisha Mungu alipata mimba ya binadamu wawili pacha, ambaye mwanamke mmoja na mwanaume mmoja ni Waafrika. Kisha Mungu alibeba mimba kwa miezi 9. Kisha Mungu alizaa Waafrika wawili, mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Kisha Mungu aliwalea Waafrika, akawalea na akawafundisha mafundisho yote. Pia Mungu aliwafundisha Afrika jinsi ya kupata mimba ili wazae Waafrika wenzao. Pia Mungu baada ya hapo Waafrika aliwakabidhi kipande chao. Kisha Mungu alienda kipande cha pili, akachuma mjani ule wa baba wa wazungu, akajipaka kwenye mwili wake, Mungu akawa mzungu. Kisha Mungu alikula ule mtunda, akapata mimba ya wazungu wawili, mwanamke na mwanaume. Kisha alibeba mimba kwa miezi 9, kisha akazaa, akawalea, akawafundisha kazi zote, pia akawafundisha jinsi ya kupata mimba ili na wao wazae wazungu wenzao. Baada ya hapo Mungu alikwenda kipande cha 3. Mungu naye alikula mtunda, alipaka majani akawa Mhindi. Kisha Mungu akachuma tunda akala, akapata mimba ya Wahindi wawili, akazaa, akawafundisha jinsi ya kupata mimba. Pia Mungu alikwenda kipande kingine akachuma mtunda